Back to class. Back to class. Yo, bwana, hii ni time ya back to class na leo tuko na mshikaji wetu anataka kutukumbusha kitu kuhusiana na kile ambacho kimetokea akiwa shule. Bwana, mambo vipi? Mambo fresh ndugu yangu. Bwana, kuita nani? Wanaitwa Frank Alexander Mungani. Bwana, tukumbushe kwanza shule umesomea wapi, shule msingi, yani safari yako yote elimu, shule ambazo umesoma. Kwa shule msingi nimesoma shule msingi Ngajengwa, secondary nimesoma Fagemsi Secondary School, advanced nimesoma Matima Beach High School. Kwa mwisho wa elimu ni soma mpaka chuo kikuu, namshukuru Mungu. Hongera sana. Asante sana. Kazi gani umepiga? Ni soma walimu. Sawa, utukumbushe tukio moja ambalo hutakao ulisahau ukiwa shule ya msingi ukasema hivi hadi leo sitakuja nilisahau. Tukio moja ambalo sitakuja kusahau siku ambayo nilikuwa shule ya msingi Ngajengwa. Tulikuwa darasani. Tulikuwa napiga sana kelele darasani. Unajua tulikuwa napiga kelele darasani, Monta akaitwa. Alipoitwa Monta akaenda kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akasema basi waambie watu waache kelele. Unaona, akaja Monta akasema darasa. Mwalimu mkuu akasema acheni kelele. Unaona, sasa darasa sikali imetulia. Mimi nikanyanyuka nikauliza mwalimu mkuu gani? Mwalimu Boniface Salapai. Unaona Kwa mwalimu akasema anamhitaji aliyonitaja jina langu. Alionipata kipigo cha mbwa mwizi. Nilipigwa sana. Na haikutosha. Nikaitwa muda assembly, muda kutawanyika ule. Nikaitwa pale mbele. Mwalimu wa nidhamu naye akanitandika bakola zake. Mwalimu wa darasa akanitandika bakola zake. Kwa mpaka hivi leo nikikumbuka kwa alifundisha nidhamu kwamba si vizuri kutaja jina la mkubwa wako. Sawa, mimi nakupa time ya kuweza kuwapa shout walimu wote wa shule ya msingi ambao utakuja wasahau, unataja kwa majina kabisa. Nampa shout sana mwalimu wangu mkuu, mwalimu Boniface Salapai, alinitoa mbali sana. Japo kwa kuna mwalimu wangu, mwalimu Kilumanga, apunzwe katika mahali pema peponi, ashatangulia mbele za haki. Na kuna walimu wangu wengine wa sekondari, Mr. Simon. Na kuna walimu wangu wa dini. Nawakumbuka sana. Shukrani sana. Na asante sana. Back to class. Back to class. Okay, baada kupata story kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Frank kupitia Back to Class, tumepata historia yake na inataja kwamba walimu wengi ambao wanacharaza sana bakora darasani ni wale walimu ambao wanafundisha somo la hisabati. Wanataja kama wanakopa na hasira sana na wakiamua kutandika bakora zinakopa zenyewe. Sasa kwa nini tusilinki na watu ambao wametuletea somo la hisabati? Hivyo namfahamu kuna mtu maalum ambaye yupo kwa ajili ya hili somo. Sasa historia iko hivi, ngoja nikurudishe darasani. Ndio maana inaitwa Back to Class. Hakuna mtu mmoja anaweza kusema kwamba yeye ndiye aliyebuni somo la hesabu, kwani hisabati ilianza kuendelezwa na tamaduni mbalimbali kwenye nyakati tofauti. Hata hivyo, kuna baadhi ya watu waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya hisabati ambao hutajwa kuwa wao ndio waanzilishi wa somo la hisabati. Mtu wa kwanza ambaye anatajwa anaitwa Thales wa Mileto kutoka Ugiriki, alijulikana kwa mawazo yake ya kwanza katika geometry. Wa pili anaitwa Pythagoras kutoka Ugiriki, pia alianzisha nadharia maarufu ya Pythagoras kuhusu pembe tatu. Wa tatu anatajwa Archimedes kutoka Syracuse ambayo ndio Italia ya leo. Alitoa mchango mkubwa katika hisabati na fizikia. Wa nne anaitwa Al-Khwarizm kutoka Persia ambayo kwa sasa ni Iran. Alianzisha algebra na kuandika vitabu vilivyochangia maendeleo ya namba pamoja na tarakimu. Lakini aliyetajwa kwa sana kuwa yeye ndio baba wa somo la hisabati ni Euclid kutoka Misri ya kale, na hii ni kwa sababu alikusanya, kuunda na kupanga kwa taratibu misingi geometry katika kitabu chake kinaitwa Elements. Kitabu hiki kilikuwa mojawapo vitabu vyenye ushawishi mkubwa zaidi duniani katika historia ya hisabati na kilitumika kwa zaidi ya miaka 2000 kama rejeleo kuu la geometry. Hata hivyo, kusema kwamba yeye ndio muasisi wa somo la hisabati lote si sahihi, kwa sababu hisabati ilikuwepo kabla yake na ilichangiwa na tamaduni nyingi kama wa Misri wa kale, wa Babylon na Wagiriki wengine kama Thales pamoja na Pythagoras. Asante kwa kuisikiliza na kuifuatilia Back to Class. Leto Matwani, Back na Rushuri TV. Tuko hapa 24/7 kuku update na kujuza habari mbalimbali kupitia Instagram ambapo unaweza kutufollow kupitia rushuri_tv_, lakini tufuate pia YouTube kwa mastori mengi zaidi ambayo unayapata kila siku. Asante, bye bye. Back to class. Back to class.